Biblia inasema malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidian. Tukirudi juu kwenye Waamuzi sura ya 6 kuanzia ule mstari wa 3, basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, Wamidian wakakwea na Waamaleki na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao, wakapanga marago juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi hata ufikapo Gaza, wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote, kondoo, ng'ombe wala punda, kwa maana walikwea na ng'ombe zao na hema zao. Wakaja mfano wa nzige kwa wingi, wao na ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu. Nao waliingia katika hiyo nchi ili kuiharibu. Israeli walitweza sana kwa sababu ya Wamidian, na wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Haleluya, haleluya. Kwa nini walilia? Walikaa chini wakatafakari, wakajiuliza maswali, msaada wangu utatoka wapi? Wakajua msaada wao ni katika Mungu aliye hai. Kwa hiyo wakaenda kwenye maombi ya kumlilia Mungu. Halo, 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 tunaelewana watu wa Mungu? Tunaelewana watu wa Mungu? Mstari wa 7 anasema, kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Midian, Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli, naye akawaambia, Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi, mimi niliwaleta ninyi mkwee kutoka Misri, nikawatoa katika nyumba ya utumwa, nami niliwaokoa na mikono ya Wamisri na mikono ya wote waliokuwa wakiwaonea, nami niliwafukuza watoke mbele zenu, nami niliwapa ninyi nchi yao. Kisha niliwaambia, mimi ni Bwana Mungu wenu, msiiche miungu ya Waamori ambayo mwaketi katika nchi yao, lakini hamkuitii sauti yangu. Katika kuomba kwao Mungu anajibu maombi. Inawezekana unafanya tathmini na unatafakari hali yako ya kiuchumi. Kama hapa anasema riziki, maana yake ni mahitaji, kwa sababu uchumi ni uhitaji. Haleluya, tunaelewana watu wa Mungu? Kama tuko pamoja, punga mkono wako na mimi. Na anapozungumzia habari ya mashamba, nikakwambia siku ya kwanza sekta yao ilikuwa zaidi kwenye ufugaji na kilimo, lakini sasa tumeendelea, tunapita kwenye sekta za kila namna. Bwana Yesu apewe sifa, Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mfumo wa kimungu haubadiliki. Mifumo ya kiuendeshaji ya sisi wanadamu inabadilika kwa sababu ya maendeleo yanayokuwepo. Kwa nini? Kibiblia mtu aliumbwa kuwa na maendeleo, sio kubaki pale pale, kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Halo, mwambie jirani yako, umeumbwa uwe na maendeleo. Mshike mkono, mwangalie usoni, mwambie umeumbwa uwe na maendeleo. Sio sahihi sana ya kwamba mtoto aje kurithi mali alafu zifilisike. Kikanuni ya kibiblia,
mtoto akirithi cha mzazi atakiendeleza zaidi kwa kizazi chake. Ndio msimamo wa Biblia kwa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu wa Israeli. Ndio msimamo wa kibiblia, na ndio maana tulisoma hapa Mithali 13 mstari wa 22, mtu mwema huacha urithi kwa ajili ya wajukuu. Kwa hiyo kama una wajibu wa kuwa baba, uwe na maono juu ya wajukuu na vitukuu. Kwenye eneo la uwekezaji wa uchumi na maendeleo, usiangalie watoto wako tu, unaangalia mpaka wajukuu na vitukuu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunaelewana watu wa Mungu? Ndio maana Mithali 19 mstari wa 14 anasema hivi: nyumba na mali ni urithi anaopewa mtu na baba yake. Mke mwenye busara hutoka kwa Bwana. Kwa hiyo kama Mungu amekupa neema na umeoa, umeolewa, mnawajibika. Haleluya. Mwambie jirani yako, hii inakuhusu. Mwambie unawajibika. Jenga nyumba za watoto uliowazaa. Bado hamtaki kuambiana? Bado hamtaki kuambiana? Mshike mkono, mtikise, mwangalie usoni. Umebarikiwa watoto 5, jenga nyumba 5 kwa ajili ya watoto wako. Siku ya harusi yao kabidhi urithi wa nyumba. Jina la Bwana libarikiwe, Bwana apewe sifa. Haleluya. Na ndio maana tuko hapa, tunajifunza juu ya uchumi wa kibiblia, tunajifunza juu ya kilimo cha kibiblia, tunajifunza. Jina la Bwana libarikiwe, ili kanisa liwe na hekima kupita dunia. Serikali ije kuomba msaada kwa kanisa, watu wengine waje kuomba msaada kwa kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Na ninatangaza kama nabii wa Bwana, kanisa linaenda kuinuliwa kiuchumi. Kanisa linaenda kuinuliwa kiuchumi kwa sababu ya uamsho unaokuja, kwa sababu ya uamsho unaokuja. Kanisa litatajirika na litaanza na wewe. Huo utajiri utaanza na wewe. Mshike mkono jirani yako, mwambie utajiri unaanza na mimi. Utajiri wa kitaifa, utajiri wa kimataifa. Jina la Bwana libarikiwe. Piga makofi, mshangilie Yesu. Piga vigeregere vyako. Kwa maana katika maono usiangalie wewe na kizazi chako. Haleluya. Usitende dhambi. Halo, halo, halo. Weka agano na Mungu ya kwamba sitatenda dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Na kila mtu anajijua, maana kila mmoja ana kadhambi kake, ka udhaifu. Kwenye shule ya maendeleo kuna eneo linaangalia strength, weakness. Haleluya, haleluya. Ni sehemu ya kujitathmini. Kitu gani kinachokuwezesha kufikia maono na malengo na makusudi? Ni kitu gani? Angalia kwa Gideoni. Tunaelewana watu wa Mungu? Au tukeshamaliza hapa moto tuanze tutafakari pamoja? Bwana ape sifa. Umeona mtiririko wa Mungu. Walipotenda dhambi, wakalia, wakaugua, Mungu akawajibu na akatuma mtumishi wake kuwaelekeza kwamba acheni dhambi. Ndio kanuni ya Mungu. Haleluya, haleluya. Lakini Mungu hakuishia hapo. Mungu aliyeshaandaa mtu. Maono yoyote yanahitaji mtu au watu. Twende pamoja. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi. Anamkuta Gideoni kwenye mikakati yake, kwenye shughuli zake za kiuchumi.
anapepeta ngano kwa ajili ya kuficha. Bwana apewe sifa. Alafu malaika wa Bwana anatamka, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Swali la Gideoni tulitafakari, hatutarudi huko kwa sababu inaonyesha neema ya uongozi, kipawa cha uongozi alichonacho. Haleluya. Swali lilikuwa, una kitu gani kinachokuwezesha kufikia maono? Gideon ana neema, ana kipawa cha uongozi. Mungu alivyomuumba mwanadamu hajamuumba bila kipawa cha aina yoyote. Kuna mwingine ana kipawa cha biashara, kuna mwingine ana kipawa cha uongozi, kuna mwingine ana kipawa cha udaktari. Haleluya, Bwana apewe sifa. Jamani, tuko pamoja watu wa Mungu? Swali, unatambua kipawa ulicho nacho? Haleluya, haleluya. Kama tuko pamoja, punga mkono wako namna hii, alafu vigeregere. Maswali na tafakari zikaendelea. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana akamtazama, ule mstari wa 14, akasema, enenda kwa uwezo wako huu. Inaanza ndani. Ndio maana anza ndani yako. Una nguvu kiasi gani ndani yako? Una uwezo kiasi gani ndani yako? Kidogo ulicho nacho ukikileta madhabahuni kitaongezeka thamani. Kwa maana ukiwa na ushirika na Mungu, Bwana apewe sifa, Mungu anaongeza thamani ya kile ulicho nacho. Haleluya. Tunapokuambia toa sadaka, haleluya, ni kwa ajili ya kuongeza thamani ya fedha ulizonazo na mapato ulionayo. Tunaelewana watu wa Mungu? Tunapokuja madhabahuni kuomba, kila mtu ana kipawa chake. Kuna nguvu juu ya madhabahu kwa sababu kuna Mungu wa madhabahu. Kuna kuhani wa madhabahu ambaye ni Yesu Kristo. Kuna malaika wa madhabahu ambao wapo, hawaonekani kwa macho. Kama unataka kuona, ni kuombee leo, Mungu afungue macho yako ya rohoni, uone malaika wa Bwana, wale malaika 7 walioko madhabahuni ambao wanashughulika na uhitaji wako ulionao. Haleluya, haleluya. Ndio maana jambo la msingi ni kujenga uhusiano wako na Mungu na ushirika wako na Mungu kwa njia ya neno la Mungu na kwa njia ya maombi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sema ushirika, sema ushirika, sema uhusiano. Swali la kujitafakari, kwa nini unaota nyoka? Kwa nini unaota unakimbizwa? Kwa nini unaota unakandamizwa? Kwa nini unaota umekabwa? Relationship, uhusiano wako na Mungu. Inawezekana kuna kifungo cha kifamilia au cha kiasili kimekushikilia. Haleluya, haleluya. Ndio maana lazima ujijengee utaratibu wewe mwenyewe binafsi wa kumtafuta Mungu na kutafuta uso wa Mungu na kufunguliwa kwenye vifungo vya aina mbalimbali. Gideoni anamwambia, what about umaskini wa jamaa zangu? Na mimi ndiye mdogo katika nyumba ya baba yangu, hivi lazima vishughulikiwe. Na Mungu anamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Kila roho ya Amaleki, kila roho ya Wamidiani, ile roho ambayo inavizia ukifanya biashara, ukipata mapato, wanakuja wanatafuna. Kwenye maombi, nasema kwenye maombi, jioni ya leo tunaenda kuwapiga hawa Amaleki, hawa Midian. Wangapi wanasema wa Amaleki wapigwe? Wangapi wanasema wa Midiani wapigwe? Nauliza, wapigwe wasipigwe? Wapigwe wasipigwe? Sema wapigwe,
Sema wapigwe, sema wapigwe. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Haijalishi ni nani, maana kikulacho kinguoni mwako. You never know. Halo, niseme nisiseme? Dada mmoja baada ya kupata kazi, asa ngoja nimkumbuke yule aliyenisaidia wakati wa utoto. Kumbe hajui. Mwambie jirani yako, kumbe hujui. Asa ngoja nimsaidie, kwa kila akipata mshahara wake anatuma, shangazi, nunua nyama, kula mtori. Huyo shangazi mtu sasa akipokea anaenda kwenye miungu yake kuzika, kuharibu. Halo, 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 halo. Baada ya maombi ndio ikaja kujulikana kwa nini kazi imeharibika, maisha yake yameharibika. Na wale madude akasema, tulitumwa na mtu wake wa karibu. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie jirani yako uwe macho. Mwangalie usome, mwambie uwe macho. Mshike mkono, mtikise, mwangalie usome, mwambie uwe macho. Tena akasema ana bahati kwa sababu huwa anatoa sadaka ya fungu la 10. Kama asingekuwa anatoa sadaka ya fungu la 10 tungeshammaliza. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako, shauri yako, jifunze kumtolea Bwana sadaka. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani na watu hapa ndani, jamani na watu hapa ndani, jina la Bwana libarikiwe. Mwingine alikuwa anafanya biashara, anamiliki kabisa eneo na ana wafanyakazi. Baadaye akajiongeza, akawa anatuma nyumbani kwao bidhaa, nguo. Kule kwao wakajua ni yeye anayetuma, ndugu yao kabisa wa kijiji kimoja. Wale wananunua kama wanunuzi, alafu wanapeleka kwenye mapango, kwenye mashimo. Angalia kilichotokea. Yule dada alifilisika, akabaki zero. Mtu alikuwa anamiliki frame ya duka, akawa mpangaji kwenye ile frame. Imeenda tukaanza kufanya maombi na huduma, alitapika, akawa anazunguka kama joka. Baadaye asema ni sisi. Wapi? Mkoani. Nini? Alikuwa anauza nguo. Mlifanyaje? Tulikuwa tunanunua na tunaenda kuzika duka lake na biashara zake. Bwana apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Na wafanya biashara hapa, na wafanya biashara hapa, na wafanya biashara hapa, sio kila. Haleluya, haleluya. Ndio maana nasema leta item yako, toka dukani kwako, tuombee bidhaa za duka lako, urudishe na upako. Hautakuwa upako wa kawaida, utakuwa upako wa moto kwenye nguo zako, kwenye nyanya zako, kwenye vitunguu vyako. Jina la Bwana libarikiwe. Wakija na fedha zao za chuma ulete, moto utateketeza mapepo yao ya chuma ulete. Wakija na mapepo yao ya mauti, moto utashuka, utateketeza hizo roho za mauti. Watashangaa. Unaendelea kusonga mbele, unaendelea kuinuliwa. Duka lako la mangi linaenda kuwa supermarket. Supermarket hapa
hai inaenda kuwekwa kule Arusha, inaenda kuwekwa kule Moshi mjini, inaenda kufunguliwa kule Dar es Salaam. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tikisa mkono wa jirani yako, mwambie watashangaa mwakani. Majira kama haya ni mwaka wa maadui zangu kushangaa, maana naenda kuinuliwa, naenda kuchanua. Thamani yangu inaongezeka, duka langu linaongezeka, bidhaa zangu zinaongezeka. Alafu sema moto, sema moto. Haleluya! Sio kila anayekuja kununua ana nia njema. Haina maana ya kwamba basi tuwe na hofu nao. Haleluya! Tuwe na ujasiri wa kuomba na kuachilia upako. Haleluya! Jamani, tuko pamoja watu wa Mungu. Jamani, tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa da hakuna anayeshangaa, na ndio maana da unaweza ukaona wafanyabiashara wanawahi Morning Glory Kariakoo, Morning Glory Azania, Morning Glory, kila maeneo wanaenda kuomba. Bwana apewe sifa. Jamani, tuko pamoja. Mwambie nako shida yako wewe tu. Mshike mkono, mwangalie, sombe shida yako wewe tu. Bado umefungwa, unahitaji kufunguliwa. Njoo kwenye Morning Glory. Bwana Yesu apewe sifa. Maana yake nini? Morning Glory, unakuja kwenye upako. Ukirudi dukani unaachilia upako. Hauendi mbali kwa sababu umeshajiungamanisha kwenye madhabahu. Unabandika mikono kwenye bidhaa zako, kwenye duka lako. Jina la Bwana libarikiwe. Unabandika mikono kwenye eneo unaloweka fedha, unaachilia upako wa moto. Adui hawezi kushambulia biashara yako wala duka lako. Haleluya, haleluya. Bwana apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana unaona hapa kwenye kutafakari na kufanya tathmini, unaweza ukaona msingi hapa. Uwezo wako ndani yako ukoje, lakini pia uwezo wa jamii inayokuzunguka au mazingira unayoyaishi. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mahusiano na jamii. Mahusiano na jamii yakoje? Kuna wajasiriamali wangapi hapa? Nimesema hivi, hata kama umeajiriwa, anza kuweka mkakati na mpango kazi wa kuanza biashara. Sio unastaafu alafu ndio unaanza biashara. Ukistaafu utaendelea, kwa sababu kwenye ajira uliokuwepo umepata mambo makubwa mawili. Cha kwanza experience, sema experience. Cha pili exposure, sema exposure. Haleluya, haleluya. Kwa maana ya influence katikati ya jamii. Halo, halo. Jamani, na watu hapa ndani. Jamani, na watu hapa ndani. Kwa hiyo sitegemea ajira ulioajiriwa na mtu anaitwa serikali au umma au taasisi ukakaa mpaka unastaafu. Maisha, hiyo lugha ya kustaafu haipo kiuhalisia. Maisha ni kuwajibika. Halo, halo. Tulikubaliana kubadilisha usemi hapa. Mwambie na kubadilisha usemi. Hakuna kustaafu, hakuna kuzeeka. Sasa mshike mkono kwa nguvu huyo ambaye anajionaona kama mzee. Mwambie hakuna kustaafu, hakuna kuzeeka. Mshike, mtikise, mwambie uzee uondoke kwako, maana utavikwa nguvu kama tai. Ujana wako unaenda kurejeshwa. Piga vigeregere, mshangilie Yesu. Kwani hujaliona lile lizee linaitwa Donald Trump, lina miaka 80. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Lakini a giant lina nguvu. Bwana apewe sifa, Bwana apewe sifa. Sasa wewe, nani, mwangalie usio jirani yako, mwambie hivi, kweli umefikia umri wa miaka 80 wewe?
Sema kuanzia leo, sema kuanzia leo, sura na muonekano wa uzee ninauvua kuanzia sasa, kuanzia sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikafufue ujana wangu, uweza wangu, kwa jina la Yesu, amen. Emona mtu ana miaka yake 45, ana watoto, ndio amekuwa hapo, anaanza kutembea kama mzee. Mimi miaka 45 mzee. Ukigombea urais hapa wala hakuna atakayeshughulika na wewe. Kwani uongo? Bwana apewe sifa. Jamani, tuko pamoja. Tena 45 na 50 unaonekana bado kijana. Halo, halo, mwambie jirani yako, changamka sasa, kumekucha. Jenga mahusiano na watu, kwa sababu unawahitaji watu kwenye biashara, unawahitaji watu kukushika mkono. Haleluya, haleluya. Jamani, na watu hapa ndani, jamani, na watu hapa ndani, mshike mkono jirani, mwambie unanihitaji mimi. Mshike mkono, mwangalie, usiombe unanihitaji mimi. Yaani unaona watu wengine wakitoka hapa ibadani, yaani wao wako busy. Unawahi nini nyumbani? Salimiana na watu, you never know. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Unaweza kuwa umepata muujiza wako hapo hapo. Unakuta binti kabisa, mtumishi, sijaolewa, lakini hata salamu watu usalimii. Salimia hawa mama. You never know, labda ni mama mkwe. Vigeregere, vigeregere. Piga makofi ya shangwe. Haleluya. Mwambie jirani yako, jenga mahusiano mazuri na watu. Haleluya. Uweza, nguvu inaweza ikawa kipawa ndani yako. Imba, ndio sehemu ya kuonekana. Huwezi kujua kama kuna baba mkwe au mama mkwe hapa. Sasa yule binti ametulia, tena anaimba, wanamchokonoa kijana wao, anakuja naye anajiunga kwenye praise. Vigeregere, vigeregere, vigeregere. Safari inaanza. Jina la Yesu liinuliwe. Haleluya. Sifa njema. Sema sifa njema. Sema sifa njema. Haleluya. Muulize nako, na sifa njema wewe? Jina zuri katikati ya jamii linaweza likawa la ukoo au la familia. Jina. Anazungumza na mume wake, anambia siko mbali, niko hapa kwenye darajani Kawe, wakati umetoka kanisani Mikocheni. Haleluya. Huyu ni nani? Muongo. Halo, halo. Simu. Sema tena, simu na kinywa. Sema kuanzia leo ninapona, ninapona, ninapona. Wangapi wanaanza kupona kuanzia leo? Kale ka uongo uongo, Bwana apewe sifa, lakini wanaua muendelezo. Haleluya. Tabia gani ambayo imefanya wewe uwe kikwazo cha watu kutaka kusaidia? Ulevi. Unaweza ukawa ni mwalimu mzuri, lakini cha pombe. Asa watu wakitaka kukupa tenda ya kusahisha mitihani, nasema huyu akae pembeni. Unaweza ukawa ni mzinzi, wasema huyu tukimpeleka kusahisha mitihani na mabinti zetu walimu huko atavuruga. Kwa unajikuta umejikosesha. Sema tena tabia. Sema tena tabia. Haleluya. Unapoingia mwaka mpya, kusiwe na kikwazo katika kufikia maono yako. Tabia yako mbaya isiweke kikwazo tena. Jijenge katika tabia njema. Uwe kielelezo kwa usafi, mwenendo, imani. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani unakuta mtu anatoka nyumbani anakuja kwenye semina na kanda mbili na ametupia tupia. Halo, halo, halo.
Halo, value ya semina ikoje? Sasa kama utavaa kanda mbili na muonekano wako ni wa kutupia tupia, jirani akikuuliza unaenda wapi, ukisema kwenye semina, hiyo semina, analala nyumbani. Lakini ukivaa vizuri, halo, ukapuliza hata ile ya buku, pss, 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 piga vigeregere, mshangilie Yesu. Jirani anauliza yule shosi, unaenda wapi? Anasema semina, najua hii ni ya maana, kesho nipitie na mimi. Bwana apewe sifa, jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Uwe kielelezo, kwa sababu usafi unaficha umaskini. Na ni kweli, wakati mwingine ukivaa vizuri, ukienda mahali, hata kama imetokea nafasi hapo kazini, unapata ajira. Halo, nasema mimi sina kazi. Sasa unatoka hapo unaenda Moshi mjini, umechupia tupia, nywele zinajijua, zingine ziko, ningekuwa Dar es Salaam ningesema Kariakoo Manzese. Haleluya, vigeregere kwa Yesu, vigeregere kwa Yesu. Shika mkono wa jirani yako, mwambie uwe kielelezo. Mwambie fanya tathmini, mwambie fanya tathmini, mwambie tambua nguvu yako, tambua udhaifu wako, tambua vipawa vyako. Fika kwenye malengo yako, fika kwenye malengo yako. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu fanya maombi. Haleluya, andika fanya maombi. Ombi la kwanza na la msingi ni maombi ya toba, toba ya mzigo, toba ya kilio. Umaskini usiwe rafiki yako ukaacha kumlilia Mungu. Angalia kwenye kitabu cha Waamuzi, walivyobanwa na umaskini, wakaingia kumlilia Mungu kwa machozi. Kuna wengine ameuzoea umaskini na anaona umaskini ndio sifa. Halo, maskini sio sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Sema kuanzia leo nakataa kufa maskini, kuishi kimaskini, kuvaa kimaskini, kufikiri kimaskini, kuwaza kimaskini. Kwa jina la Yesu ninatamka, ardhi andika, mimi ni tajiri wa kitaifa na kimataifa. Nitaishi, nitawaza. Haleluya, haleluya. Nina matajiri wangapi hapa? Nina matajiri wangapi hapa? Tandika makofi, mshangilie Yesu. Hata kama ni mzee, umejihesabu kuwa mzee, kataa. Halo. Mwalimu Gisa akafundisha habari ya ule mzee aliyekuwa kwenye umaskini. Mungu akampa ufunuo wa kuanzisha migahawa ambayo leo iko mpaka Tanzania, KFC. Hakuwa ni mtu mwenye miaka hiyo ya 60 na. Haleluya. Jamani tuko pamoja? Jamani tuko pamoja? Sema nakataa, sitakufa maskini. Mimi ni tajiri, mimi ni tajiri. Watoto wangu ni matajiri, wajukuu zangu ni matajiri, vitukuu vyangu ni matajiri. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Omba kwa mzigo. Haleluya. Maombi ya toba. Tunaelewana watu wa Mungu? Tunaelewana watu wa Mungu? Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Bwana apewe sifa, Bwana apewe sifa. Baada ya maombi ya toba, omba katika kutafakari na kumuuliza Mungu, kama alivyofanya Daudi. Samueli wa pili sura ya 21. Haleluya, haleluya, haleluya. Umefika?
Samueli wa pili 21, Biblia inasema kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka mitatu, mwaka kwa mwaka, naye Daudi akatafuta uso wa Bwana. Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeoni. Sema njaa, sema changamoto, sema changamoto. Alitambua ipo changamoto inayoitwa njaa, lakini njaa ukitaka kuijua ni eneo la maisha la kiuchumi, kwa sababu amekuwa kwenye uhitaji na upungufu wa yale ambayo yalimpasa kuwa nayo. Siku za Daudi, sema siku za Daudi, sema nyakati, sema nyakati, sema nyakati. Haleluya, haleluya. Hapa anasema miaka mitatu mfululizo hali ya kiuchumi haiko sawa. Wataalamu wa kiuchumi walikaa pale wakashindwa kupata ufumbuzi, lakini Daudi akaenda akautafuta uso wa Bwana. Maombi ya kutafuta uso wa Bwana ni maombi ya kukaa mbele za Mungu na kutulia na kuuliza, na Mungu anasema. Haleluya, haleluya. Duka lako limekwama, mifugo yako imekwama, kaa kwenye maombi, nenda uliza, Mungu atasema. Ni kwenye ndoto, ni kwenye maono, ni kwenye mahubiri kama hivi. Halo, halo. Miaka mitatu. Jina la Bwana libarikiwe. Mwambie na kwa miaka mitatu. Alafu angalia ngazi ya mtu anayeomba. Ni mfalme anaomba. Alafu angalia wewe unayekata tamaa. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akasema ni historia. Wakati wa Sauli walifanya mapatano kina Joshua wasiwaue wa Gibeoni. Sauli akawaua, laana ikaanza kupiga katika nchi. Baada ya kupata ufunuo ndio kama mtaji wa kutoka na kuwa na maendeleo. Haleluya, haleluya. Jamani, tuko pamoja? Mwambie jirani yako kufanya maombi. Kitabu cha Yoeli sura ya pili. Yoeli sura ya pili. Andika kama unaandika. Yoeli sura ya pili mstari wa 12 mpaka ule mstari wa 17. 17 inakuwa mfumo wa maswali ambayo waombaji wanajiuliza. Haleluya. Kwa nini mataifa waseme yuko wapi Mungu wao? Ni maswali. Lakini mstari wa 12 Biblia inasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Hii habari ya Yoeli unaianzia sura ya kwanza 1 mstari wa 4. Biblia inasema, yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige, yaliyosazwa na nzige yameliwa na parare, yaliyosazwa na parare yameliwa na madumadu. Wadudu wa uharibifu wameenda kwenye sekta ya kilimo kuharibu mazao. Yaani akitoka madumadu anaachia masazo yanayobaki, anakuja viwavi, anakula, anakuja. Maisha yakawa magumu mpaka kwenye nyumba za ibada sadaka zikapungua. Halo, halo, halo. Tuko pamoja watu wa Mungu? Tuko pamoja watu wa Mungu? Ndio maana Yoeli anapewa wito wa kuomba katika taabu na shida yao. Bwana apewe sifa. Anasema, sema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, kamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana ndiye mwenye neema, amejaa huruma. Baada ya maombi, Yoeli sura ya pili ule mstari
wa 18. Hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akahurumia watu wake. Bwana akajibu akamwambia watu wake, tazameni, nitawaletea nafaka na divai na mafuta, nanyi mtashiba kwa vitu hivyo. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Tuko pamoja watu wa Mungu, tuko pamoja watu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Wangapi wanatamani urejesho utokee kwenye maeneo ya kiuchumi, kwenye maeneo ya kibiashara? Ije miaka ya kuburudishwa, ije miaka ya kurejeshewa, ije miaka ya mavuno. Ninatamka 2026, urejesho unaenda kutokea kwenye uchumi wako, urejesho unaenda kutokea kwenye biashara yako, urejesho unaenda kutokea. Na ndio maana tutaenda kumlingana Bwana, tutamlilia Bwana hapa madhabahuni, tutatamka neno la kinabii hapa madhabahuni. Bwana ataenda kukutajirisha, Bwana ataenda kukuinua. Wangapi wanasema tumuite Bwana siku ya kesho na kwenye mkesha, na kwenye mkesha na ndani ya ibada tunapoweka agano na kushiriki ushirika mtakatifu, tunaweka agano na Mungu ya kwamba Mungu Baba, tunavyoshiriki damu na mwili wa Yesu, tunaweka agano na wewe. Utakuwa Mungu wetu, utakuwa Baba yetu, utakuwa kimbilio letu, utatutendea mashamba yetu, tutatamka Rehobothi. Hata sasa Bwana anaenda kutupa nafasi, nasi tutazidi katika nchi ya Tanzania, katika bara la Afrika. Ni wangapi ambao wanasema watazidi, wataongezeka kwa viwango vingine? Mwaka wa kuzidishiwa 2026. Simama, tamka neno la kinabii kwa ajili ya jirani yako. Simama, usimwonee wivu. Watangazie watu 5, waambie ni mwaka wa kuzidishwa, ni mwaka wa kuzidishwa, ni mwaka wa kuzidishwa. Simama, nenda kwa watu 5, usiwe na wivu. Kuna watu wana wivu na maendeleo ya wenzao, wameuchuna pale pale. Acha kuwaonea wenzako wivu, waendee watu 5, watabirie mwaka wa kuzidishwa, kuzidishwa kiuchumi, kuzidishwa kimaendeleo, kuzidishwa kimaisha. Maendeleo yanaenda kutokea kwako. Ile miaka iliyoliwa na nzige, ile miaka iliyoliwa na madumu